Habari yako mpenzi mtazamaji wa Ewura Podcast, na kukaribisha tena kwenye episode nyingine ya podcast hii ambapo kila wakati huwa tunakuletea episode mbalimbali za majadiliano na wataalamu wa Ewura wakigusia masuala mbalimbali ya sekta ambazo zinadhibitiwa na Ewura, yani sekta ya maji pamoja na sekta ya nishati. Jina langu ni Janet Mesomapia. Karibu sana, na leo kwenye episode hii tunaye mkurugenzi kutoka Ewura na tutazungumzia masuala ya ushiriki wa Watanzania kwenye miradi ya kimkakati. Mkurugenzi, karibu sana. Asante sana, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Habari yako? Mimi niko vizuri na nashukuru sana kwa nafasi kuweza kutoa elimu kwa Watanzania. Tunashukuru sana kwa kuja. Mimi nakufahamu, lakini kuna mtu anaweza kufahamu. Tafadhali jitambulishe wewe ni nani, lakini pia Ewura unafanya nini na majukumu yenu yakoje? Asante sana. Mimi naitwa Msafiri Mtepa, ni mkurugenzi wa udhibiti wa kiuchumi na utafiti. Katika idara yetu kuna mambo mengi ambayo tunayafanya, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa ushiriki wa Watanzania au ushiriki wa wazawa katika miradi ya kimkakati. Sawa. Na tukizungumzia ushiriki wa wazawa, manake nini hasa? Ushiriki wa wazawa na hasa katika hii miradi ya kimkakati, manake ni kuwawezesha Watanzania au wazawa waweze kupata fursa mbalimbali ambazo zinatokana na hii miradi ya kimkakati. Kwa hiyo kama nchi au kama taasisi tunao wajibu wa kuhakikisha hizi fursa ambazo zinapatikana katika hii miradi mikubwa ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima mpaka Tanga, kuna Eco project, ikiwa ni pamoja na miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere na kadhalika. Kwa hiyo katika miradi hii ni miradi ya kimkakati ambayo sisi kama Ewura tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza katika miradi hii wanufaika wa kwanza wanakuwa ni Watanzania. Na kama kwa maana hiyo wazawa. Ndio. Sawa. Na Ewura sasa inasimamiaje kuhakikisha kwamba wazawa wanakuwa sehemu ya utekelezwaji wa miradi ya namna hii? Usimamizi wa ushiriki wa Tanzania katika hii miradi ya kimkakati ipo kisheria. Zipo kanuni za ushiriki wa wazawa ambao kwa Kiingereza zinaitwa Petroleum Local Content Regulations za mwaka 2017 ambazo zimeipa Ewura majukumu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunasimamia ushiriki wa wazawa katika miradi hii. Sasa Ewura inafanyaje kazi? Ni kwamba kwanza yapo maeneo makubwa matatu ambayo sisi kama Ewura tunaangalia. Eneo la kwanza ni swala la ajira. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba zile ajira ambazo Watanzania au wazawa wanaweza kuzifanya zinafanywa na Watanzania. Jambo la pili tunaangalia utaalamu. Kwa sababu hii ni miradi mikubwa ambayo inahitaji utaalamu wa hali ya juu. Kwa hiyo wanapokuja wageni kutoka nje kutekeleza miradi hii, katika kipindi cha utekelezaji tunatakiwa kuhakikisha kwamba ule utaalamu unabaki nchini. Sawa. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo kwa Kiingereza ni capacity building. Na jambo la tatu ni swala la manunuzi. Kuna bidhaa pamoja na huduma ambazo zinahitajika kuweza kuhakikisha mradi fulani unatekelezwa. Kwa kuna manunuzi ya bidhaa mbalimbali kama vyakula, kuna vifaa mbalimbali vya ujenzi, simenti, kuna mabomba na kadhalika. Kwa zile bidhaa zote ambazo tunadhani zinapatikana hapa nchini kwa ajili ya utekelezaji wa mradi, tunamtaka yule anayetekeleza mradi yule anatakiwa kuhakikisha anachukua bidhaa zinazopatikana hapa nchini. Vile vile kwenye huduma mbalimbali kama
huduma za ulinzi hizo ni huduma ambazo zinapatikana hapa nchini. Itakuwa ni jambo la ajabu wakachukuliwa walinzi kutoka nje ya nchi kuja kulinda au wafanye usafi au shughuli za usafi, masuala ya catering kwa hiyo hizo ni huduma ambazo tunahakikisha Watanzania ndio wanazifanya katika miradi husika. Kuna swala la huduma za kibenki au huduma za bima kwa hiyo huduma zote ambazo zinapatikana hapa nchini na kwa viwango vinavyotakiwa tunahakikisha yule mwekezaji analazimika kutumia huduma zinazopatikana hapa nchini. Kimsingi ni kuhakikisha kwamba thamani ya mradi unaotekelezwa, thamani kubwa inabaki nchini. Yes, inabaki nchini. Kupitia ajira, manunuzi na vitu vingine. Ndio. Na namna tunavyohakikisha hayo yanafanyika kwanza kwa mfano mradi wa EACOP ni mradi mkubwa, ni kilomita zaidi ya 1,000 unatekelezwa kutoka Hoima kwenda mpaka Tanga. Sasa lazima tuhakikishe Watanzania kwa namna moja au nyingine wanashiriki kwanza kwenye utekelezaji wa mradi wenyewe na vile vile wanapata faida, wanafaidika kutokana na fursa ambazo zinajitokeza. Sawa. Kwa hiyo ili kutekeleza hilo na kutokana na miongozo kuna mkataba ambao serikali iliingia na wawekezaji unaitwa Host Government Agreement. Host Government Agreement HGA. Huo ni mkataba ambao unatoa miongozo mbalimbali namna ya Watanzania watakavyonufaika. Vile vile zipo kanuni kama nilivyoeleza za mwaka 2017 ambazo zinatoa miongozo namna Watanzania au wazawa wanapaswa kunufaika kutokana na miradi hii. So kwenye mradi wa EACOP kwa mfano, kampuni ya EACOP ambao ndio mtekelezaji mkuu wa mradi tunafahamu kwamba kuna wale contractors unaitwa level 1 contractors. Sasa kampuni husika ya EACOP pamoja na hao level 1 contractors wanao wajibu wa kuwasilisha mipango yao mipango kazi kwa kila mwaka, kila mwishoni mwa mwaka wanao wajibu wa kuwasilisha mipango kazi ambao watakuwa wanaitekeleza katika mwaka unaofuata. Kwa hiyo katika mipango hiyo wanakuwa wameainisha idadi ya ajira, wanaainisha bidhaa mbalimbali ambazo watanunua na wanaainisha na huduma ambazo watahitaji kama nilivyosema, huduma za kibenki, huduma za bima, ulinzi. Kwa ni mpango ambao unakuwa very detailed ambao unaonyesha maeneo yote hayo. Kwa hiyo wakisubmit sisi tunapitia tukijiridhisha kwamba tunatakiwa kujiridhisha kwamba labda nafasi fulani za ajira kwamba zinafanywa na Watanzania. Kwa hiyo sisi ndio tunaidhinisha ile mipango yao kabla hawajaanza kuitekeleza. Tukikuta kuna baadhi ya nafasi zimewekwa kwa ajili ya watu wa kutoka nje, wakati sisi tunajua Watanzania wapo wana uwezo wa kufanya kazi hizo, tumekuwa tunakataa. Hatuidhinishi mpaka wanapobadilisha. Kwa hiyo ndio namna ambayo tunahakikisha Watanzania wanashiriki kwenye miradi kama hii. Na sio kwamba tukishaidhinisha ndio tumemaliza kazi, hapana. Kila baada ya miezi mitatu, naweza kusema kila robo ya mwaka tunafanya ufuatiliaji. Kwa hiyo tunazungukia katika maeneo ya ujenzi wakati mradi unaendelea ili kujihakikishia yale ambayo tumeyaidhinisha yanatekelezwa. Sababu unaweza kaidhinisha kwamba labda kwa kazi hii na hii wafanye Watanzania, ukienda eneo la mradi unaotekelezwa ukakuta vitu vingine tofauti. Kwa hiyo tunafanya ufuatiliaji, hiyo ni kila kota, kila robo ya mwaka. Kila baada ya miezi mitatu kuna timu ya wataalamu wanakwenda katika maeneo haya mradi unapotekelezwa ili kuweza kukagua kama yale ambayo yameidhinishwa ndio yanatekelezwa. Tukikuta tofauti, kuna adhabu mbalimbali ambazo
zinachukuliwa kisheria. Okay. Ndio. So hiyo ndio namna ambavyo tunafuatilia ushiriki wa wazawa. Sawa sawa. Ndio. Umegusia kanuni za ushiriki wa wazawa, local content. Hizi kanuni zinagusia maeneo gani hasa? Kanuni za ushiriki wa wazawa katika miradi ya kimkakati zimegusia mambo mengi. Tataja mambo machache kwamba kwa mfano jambo la kwanza ni namna ambavyo sisi EWURA kama taasisi tunapaswa kufuatilia namna ambavyo wazawa wanashiriki katika miradi ya kimkakati. Kanuni zinaeleza namna gani ambavyo hawa wazawa wanatakiwa wapewe kipaumbele katika yale maeneo ambayo ni muhimu na yanapatikana hapa nchini. Kwa mfano kwenye maeneo ya ajira yanatoa mwongozo namna ambavyo tunatakiwa kuhakikisha Watanzania ambao wana uwezo wanatakiwa wapate hizo ajira. Kwenye maeneo ya ununuzi wa bidhaa pamoja na huduma na vile vile kwenye masuala ya utaalamu, mambo ya kiutaalamu, ikiwa ni pamoja na mambo ya technology. Kwa kanuni zimegusia mambo mengi ambayo sisi kama taasisi tumekuwa tunayasimamia ili kuweza kuhakikisha kwamba hizi fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza katika hii miradi walengwa wa kwanza wanakuwa ni Watanzania. Nafikiri ni lengo zuri sana kuhakikisha kwamba miradi hii, hususani kwa sababu rasilimali ni za kwetu na ni vizuri zikaanza kunufaisha Watanzania kwanza. Kwa hiyo kwenye hili labda unaweza ukatuambia sawa, kanuni zimesema hivyo zinahitaji Watanzania washiriki kwa wingi. Ni kwa namna gani sasa mzawa anaweza akashiriki au akapata hizi fursa zilizopo kwenye hii miradi ya kimkakati? Ya namna ambavyo mzawa anaweza akashiriki. Kwanza kuna namna, naweza kusema namna kuu mbili. Namna ya kwanza, mzawa kama mwananchi, kama mtaalamu, anaweza akashiriki kutokana na utaalamu wake, aidha kwa kupitia ajira au kuweza kutoa huduma nyingine inayopatikana kwenye mradi. Namna ya pili ambapo mzawa anaweza akashiriki ni kupitia haya makampuni ya kizawa. Kampuni za kizawa zinatakiwa kwanza ziwe registered, zimesajiliwa katika mfumo wetu ili ziweze kupata fursa hiyo ya kuweza kushiriki kwenye mradi. Tuzungumzie moja kwa moja mradi wa EACOP kwa sababu ni mradi mkubwa wa kimkakati. Mpaka sasa hivi umefikia hatua gani na tumefaidika kiasi gani na mradi huu? Kama ulivyoeleza ni kwamba huu ni mradi mkubwa na ni mradi ambao kama nilivyosema ni kwamba unatoka Hoima, Uganda mpaka Tanga. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao simamia vizuri, kuna faida kubwa sana ambayo kama nchi tunaipata. Kwa hiyo namna ambavyo tumefaidika kwanza ni swala la ajira. Kuna ajira nyingi sana ambazo Watanzania wengi wameajiriwa, wameweza kupata ajira katika mradi huu. Namba mbili ni kwamba kupitia mradi kuna watoa huduma wengi ambao ni kampuni za kizawa zimeweza kupata kandarasi mbalimbali kuweza kutoa huduma katika mradi. Zipo kampuni zinatoa huduma ya chakula, kuna kampuni zinatoa huduma ya ulinzi, kuna huduma mbalimbali ambazo za ujenzi kwa mfano, na kadhalika. Kuna huduma za bima, kuna huduma za kibenki. Kwa hiyo zote hizi ni faida kubwa kwa wananchi ambao na makampuni ambao ni ya kizawa. Katika utekelezaji huu sasa kwa mpaka hatua hii iliyofikiwa ya sasa, tumenufaika vipi kiuchumi na mradi kama huu wa EACOP? Asante sana kwa swali zuri. Kama nilivyoeleza, huu ni mradi wa kimkakati. Unatoka Hoima, Uganda mpaka
Tanga. Chongoleani ndio. Ni mradi mkubwa. Kama nchi tumefaidika kwa kiasi kikubwa kwa sababu kuna wazao wamepata ajira. Toka mradi ulipoanza utekelezaji mwaka 2022 mpaka sasa hivi zaidi ya Watanzania 7,000 walipata ajira au wamepata ajira katika mradi huu. Na vile vile kwenye upande wa manunuzi ya bidhaa mbalimbali. Hii nikizungumzia hizi huduma ambazo zinapatikana hapa nchini, ikiwa ni pamoja na huduma za chakula, simenti, hizi huduma za ulinzi, huduma za kibenki, bima, na bidhaa nyingine mbalimbali ambazo zinapatikana hapa nchini. Hiyo ni manufaa makubwa sana, ni faida kubwa sana tumepata kama Watanzania. Ndio. Safi sana. Tuongelee kanzidata ya watoa huduma. Kanzidata hii ni ya nini? Ilikuwaje mpaka EWURA ikaja na ili wazo la usajili watoa huduma na kuwa na jukwaa au platform ambayo inaweza ikawaleta pamoja, ikawasajili na kuwatambua, na lengo lilikuwa ni nini? Uwepo wa kanzidata ya watoa huduma ni takwa la kisheria. Sawa. Hii inatokana na kanuni za ushiriki wa wazawa katika miradi mikubwa ya kimkakati. Na hasa kwenye hii sekta ya mafuta na gesi. Kwa hiyo hii ni takwa la kikanuni ambalo limetoa maelekezo kwa EWURA kuweza kuanzisha hiyo kanzidata ya watoa huduma katika hii miradi mikubwa ya kimkakati. Kwa hiyo kanzidata hiyo inasajili, tunasajili watoa huduma mbalimbali ambao watapenda kushiriki katika mradi huu wa EACOP au miradi mingine katika hii sekta ya mafuta na gesi. Ndio. Sawa. Na kuna vigezo gani vinahitajika kwa mtu kusajiliwa au kujisajili kwenye kanzidata hii? Vigezo vinavyotakiwa ili kampuni iweze kusajiliwa katika kanzidata hii ni pamoja na lazima kampuni husika iwe imesajiliwa na BRELA, ile Certificate of Incorporation, kuonyesha kwamba hii ni kampuni ya Kitanzania. Sawa. Jambo la pili, lazima kampuni hiyo iwe na namba ile ya mlipa kodi. TIN. Jambo la tatu, kampuni husika inatakiwa iwe na leseni ya biashara. Kama wewe ni catering, lazima uwe na leseni ya kufanya huduma hiyo. Kama ni bima, lazima uwe na leseni ya bima. Jambo lingine ni kwamba kampuni hiyo inatakiwa iwe na ile certificate ya kutoka NSSF. Alafu jambo lingine, kampuni husika inatakiwa iweze kuwasilisha ile shareholding structure. Namna hiyo kampuni, mgawanyo wa hisa wa kampuni husika, kwa sababu lengo ni kuweza kujua kama kampuni husika ni ya kizawa au ni kampuni ya nje. Sasa kitu ambacho kinatakiwa na of course ni kwa mujibu wa kanuni ambazo zinaelekeza masuala haya, ni kwamba ili kampuni itambulike ni kampuni ya Kitanzania au ya kizawa, kwa muktadha wa masuala haya ya ushiriki wa wazawa, lazima kwa kiwango cha chini kabisa 25% ya share au ya hisa katika kampuni husika lazima ziwe zinamilikiwa na Watanzania. Sawa. Kwa hiyo ndio maana tunawataka walete ile shareholding structure. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo muhimu ambayo ili kampuni iweze kusajiliwa katika hii kanzidata inatakiwa kuyawasilisha. Kwa hiyo kwa kampuni ya Kitanzania ni lazima iwe na umiliki wa angalau share 25 za Watanzania ndio iweze kusajiliwa kwenye hii kanzidata. Ndio, hiyo ni takwa la kikanuni. Lazima kampuni husika ili iweze kutambulika kwamba ni kampuni
ya kizawa lazima umiliki wa share umiliki wa hisa katika kampuni husika angalau 25% lazima zimilikiwe na Mtanzania au Watanzania. Okay. Yeah. Sawa sawa. Hapo umezungumzia kwa makampuni. Kwa mtu binafsi ambaye ana utaalamu fulani lakini anataka kujisajili pia kwenye iKanzidata anafanyaje? Yeah, vile vile katika mfumo ambao nimeuzungumzia hata wataalamu ambao wana ujuzi mbalimbali na wao wanatakiwa kusajiliwa katika mfumo husika. Okay. Na wao vitu ambavyo vinatakiwa ili waweze kusajiliwa, cha kwanza lazima sisi kama EWURA kwa sababu huu ni mfumo ambao unasajili Watanzania au wazawa. Kwa lazima tuweze kujua huyu lazima awe Mtanzania. Kwa hiyo wanatakiwa kuwasilisha kopi ya tambulisho kile cha kitaifa cha NIDA. Kama hana basi awe na passport, kopi ya passport. Kwa hiyo vitu viwili vinaweza kumtambulisha mhusika kama yeye ni Mtanzania, kwa sababu wanaosajiliwa ni Watanzania au wazawa. Sawa. Yeah. Kwa kitu kingine ambacho watatakiwa kuwasilisha ni kuweza kuwasilisha vyeti vyao. Kama mtu anasema yeye ni engineer, is a professional engineer, lazima aweze kuwasilisha vyeti vya taaluma yake. Kama amesajiliwa ERB, Engineers Registration Board, atatakiwa kusubmit certificate za namna hiyo. Kwa hiyo ni vyeti ambavyo vinamtambulisha mtu kutokana na taaluma yake. Kwa vyeti vyote ambavyo vinamtambulisha atatakiwa kuwasilisha kopi ili aweze kusajiliwa. Lakini namba moja, lazima tujue kwamba yeye ni Mtanzania. Ndio maana tutamtaka awasilishe kitambulisho cha NIDA au passport. Ndio. Okay. Kwenye iKanzidata tumesha sajili watoa huduma au makampuni pamoja na wataalamu. Lengo lake ni nini? Mwekezaji anaweza kuona watu walioko humo na kuchukua watu baadhi ya kufanya nao kazi, au inakuwaje? Lengo la iKanzidata na kuwasajili hawa watu ni nini? Lengo la kusajili wazawa au makampuni ya kizawa katika mfumo ambao tunaita Common Qualification System, kwa kifupi CQS, ni kuweza ni nyenzo muhimu sana katika udhibiti. Ni moja ya nyenzo ambazo tunazitumia katika kudhibiti. Kama nilivyosema, hii miradi ni miradi ya kimkakati, ni miradi mikubwa ambayo inapelekea watu wengi wanapata ajira. So kwa hiyo namna ya kudhibiti haya makampuni ya kizawa, kwa sababu tunasajili makampuni na tunasajili wataalamu. Namna ambavyo tunaweza kudhibiti haya makampuni kama nilivyoeleza ni kwamba kwanza lazima makampuni yao yasajiliwe kwenye mfumo. So wakati wa utekelezaji ni kwamba haya makampuni yote yale makubwa, yani EACOP na wale level 1 contractors. EACOP na level 1 contractors. Level 1 contractors ni wale kuna makampuni ambayo yanatoa huduma kubwa zile, kwa mfano kampuni la ujenzi wa bomba. Nalo huwa linatoa zabuni mbalimbali. Sasa hizo zabuni mbalimbali zinatakiwa zishindaniwe na kampuni za kizawa. Kwa sababu hili ni kampuni kubwa linalofanya ujenzi wa bomba. Lakini ndani ya ujenzi wa bomba kuna huduma mbalimbali ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo hizo huduma sasa, hizo huduma za chakula, huduma za ulinzi na kadhalika, zinapaswa kutolewa na kampuni za Kitanzania, kampuni za kizawa. Kwa maana hiyo huyu kandarasi huyu mkubwa anao wajibu wa kuhakikisha kwamba kampuni ambayo inapata ile tenda ni kampuni ambayo imesajiliwa na EWURA. Kwa hiyo ili kampuni ya kizawa iweze kupata iweze kutoa huduma katika mradi hasa huwa iko lazima iwe imesajiliwa.
Hii inatusaidia sisi EWURA kuweza kudhibiti yale makampuni ambayo sio ya kizawa. Kwa maana hiyo, kwanza tunasajili katika mfumo, na huyu mkandarasi mkubwa ambaye anatekeleza ujenzi wa bomba anapaswa kutoa zabuni kwa kampuni ambayo imesajiliwa. Kwa hiyo ndio namna ambayo tunaweza kudhibiti na kuhakikisha kwamba kampuni za kizawa au za Kitanzania zinatoa huduma katika hii miradi ya kimkakati. Hili ni swala muhimu, hususani kwa mtu ambaye anajiuliza jinsi gani ya kupata hizi fursa kwenye miradi ya kimkakati kama EACOP. Hatua ya kwanza ni kujisajili kwenye Kanzidata. Kutoka humo ndio unaweza ukapata sasa fursa hizo, kwa sababu mko wengi. Nafikiri kuna taratibu za kushindanishwa na nini, lakini hatua ya kwanza ni kujisajili kwenye hiyo Kanzidata ya watoa huduma na wataalamu ya Common Qualification System. Asante sana kwa hilo. Tofauti na kusimamia mradi mkubwa kama EACOP, ni kwa namna gani nyingine EWURA inasimamia ushiriki wa wazawa kwenye miradi mingine? Asante sana kwa swali hilo. Kwa mujibu wa kanuni za ushiriki wa Watanzania au ushiriki wa wazawa za mwaka 2017, kanuni hizo zinaelekeza ushiriki wa wazawa katika hii sekta ya oil and gas. Sasa katika oil and gas sio mradi mmoja tu wa EACOP, ni pamoja na watoa huduma wengine katika oil and gas industry. Kwa maana hiyo tunasimamia vile vile kampuni kama TPDC, pamoja na kwamba ni kampuni ya Kitanzania. Tunaangalia masuala ya ushiriki wa wazawa katika mradi katika kampuni ya Molen Prom, Pan African Energy, of course, na huko nyuma tulikuwa tukiangalia hata Songas. Kwa kampuni zote hizi ziko hapa nchini na ziko kwenye hatua ya uendeshaji, sio ujenzi kama ilivyo EACOP, lakini nao kwa mujibu wa kanuni wanatakiwa kuwasilisha mipango yao ya namna ambavyo Watanzania wanashiriki kwenye zile huduma ambazo wanazitoa. Kwa maana hiyo kila mwaka hizi kampuni zote huwa zinawasilisha mipango kazi. Wanawasilisha mipango kazi ambayo inaonyesha ni kwa kiasi gani labda kutakuwa na ajira ngapi kwa ajili ya Watanzania, na kama kuna watu kutoka nje ni kiasi gani. Itaonyesha manunuzi ya bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vipuli. Itaonyesha huduma za kibenki, huduma za bima na kadhalika, mpaka masuala ya huduma za chakula na kadhalika. Kwa huduma zote zile ambazo zinapaswa kutoka hapa nchini zinazingatiwa. Kwa hizi kampuni huwa zinawasilisha mipango kazi ambayo EWURA tunaipitia na kuidhinisha. Tukikuta kuna mapungufu huwa tunawataka warekebishe ili kuendana na kuhakikisha kwamba wazawa wanapata ajira na kuweza kutoa huduma katika hizi kampuni. Sasa kwa kiasi kikubwa naweza kusema TPDC kwa mfano, yenyewe ni taasisi ya Kitanzania na wanaofanya kazi pale ni Watanzania. Na kwa kiasi kikubwa huduma karibu zote wanazitoa hapa Tanzania, lakini kuna huduma za kimanunuzi ambazo huwa wanafanya nje ya nchi. Kwa mfano kuna vipuli mbalimbali ambavyo wanahitaji kwa ajili ya mitambo yao ile ya uchakataji gesi na kadhalika. Sasa ni vitu ambavyo havipatikani hapa nchini. Kwa vitu kama hivyo ndio tunaruhusu waweze kuagiza kutoka nje. Lakini kwa vitu vyote ambavyo vinapatikana hapa nchini wanapaswa na kwa mujibu wa sheria na kanuni wanapaswa kuvinunua hapa nchini. Kwa hiyo tunaangalia
kwenye hizi kampuni zote ambazo zinatoa huduma au zinatoa huduma mbalimbali katika hii sekta ndogo ya oil na gesi asilia. Yeah. Okay. Yeah. Sasa hivi kuna huduma ambazo ni lazima zichukuliwe nchini, yani zitumike zilizoko nchini. Kanuni hii inatakwa la namna hiyo? Ya, nashukuru sana dada Janet kwa swali zuri. Yes, kanuni inaelekeza. Of course kuna kanuni na miongozo mbalimbali ya serikali ambayo inaelekeza kwamba huduma hii na hii na hii lazima itoke hapa nchini. Nakupa mfano hizi kwa mujibu wa kikanuni zinaitwa reserved contracts. Kwa mfano reserved contracts ni zile contracts ambazo kampuni inayotakiwa kutoa huduma husika lazima iwe 100% ni kampuni ya kizawa au kampuni ya Kitanzania. Yani shareholding structure 100% ni Watanzania. Lazima iwe inamilikiwa kwa 100% na Watanzania. Kama nilivyoeleza hapo nyuma, kwa mujibu wa kanuni kampuni ya kizawa inatakiwa angalau kuwa na asilimia ngapi? 25. Hiyo kwa mujibu wa kanuni hiyo ni kampuni ya kizawa. Sasa kuna baadhi ya maeneo, kuna baadhi ya huduma serikali imetoa mwongozo kwamba 100% lazima kampuni ya Kitanzania. Kwa hiyo hata hiyo kampuni ambayo ipo katika kanzi data zetu ina kigezo cha kuitwa kampuni ya kizawa, lakini haitaruhusiwa kutoa huduma hizi ambazo zinaitwa reserved contracts. Na huduma hizo ni pamoja na chakula, catering services. Hizi ni huduma ambazo zinatakiwa kutolewa na kampuni ya Kitanzania. Ni lazima 100%. Zitoke ndani ya nchi. Lazima zitoke ndani ya nchi na zitolewe na kampuni ambayo ni 100% inamilikiwa na Watanzania. Sawa. Yeah. Kuna huduma nyingine ni ile gharama za zile shughuli za ujenzi, civil works. Civil works. Kuchimba mifereji, sijui ujenzi wa nyumba na kadhalika. Hizo civil works zote kampuni inayopaswa kutoa huduma ya namna hiyo lazima iwe kampuni 100%, 100% ni kampuni inayomilikiwa na Watanzania. Yeah. Of course kuna huduma zingine za ulinzi, yani unakuja kwenye mradi unaleta wazungu kuja kulinda wakati wa Tanzania wapo wenye nguvu. Yeah. Kwa kuna baadhi ya huduma kampuni kwanza zinapaswa zitoke hapa nchini, na pili zinatakiwa zitolewe na kampuni ambayo ni 100% ni kampuni ya Kitanzania. Ndio. Sawa. Hii ni nzuri sana kwamba kwa sababu haileti maana kama unaweza mtu akaja akatekeleza mradi lakini huduma kama ya chakula akachukue nje, wakati kuna watu hapa wanaweza wakatoa huduma kama hiyo. Au watu kama mafundi wa kujenga tunao wengi wenye utaalamu, alafu aje na watu labda kutoka nje. Hili ni swala la muhimu sana. Kumekuwa na changamoto gani kwenye kuhakikisha sasa au changamoto gani wakati EWURA ikiwa inasimamia ushiriki wa wazawa kwenye hii miradi? Ikikutana na changamoto za namna gani? Katika kila jambo huwa changamoto zinajitokeza. Lakini ukikutana na changamoto ni sehemu mojawapo vile vile ya kujifunza na kupata ujuzi zaidi. Ni fursa ya kupata elimu zaidi au kupata ujuzi zaidi. Kwenye usimamizi wa mradi kwa mfano kama huu wa EACOP tumekutana na changamoto mbalimbali, changamoto za kiudhibiti wakati wa kutekeleza majukumu yetu ya kiudhibiti kwenye mradi huu wa EACOP kwa mfano. Kama kanuni zinavyoelekeza
na mipango mbalimbali. Kanuni zinaelekeza kwamba hizi kampuni ziwasilishe mipango kazi namna ambavyo watatekeleza masuala ya ajira, masuala ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali na huduma of course, pamoja na masuala ya kitaalamu. Si ndio tunapitisha, lakini ukienda kukagua unakutana na mambo ambayo sio mazuri ambao hatukubaliana nayo. Kwa hiyo kwa mfano tunasema kampuni ya kizawa inatakiwa at least ile angalau 25% ya kampuni ya ile hisa ya umiliki wa kampuni angalau 25% inatakiwa zimilikiwe na Watanzania. Lakini tumekutana na mazingira kampuni imesajiliwa inakidhi kabisa vigezo vya kuitwa kampuni ya kizawa na hivyo inapata kandarasi kutoka katika mradi. Sasa sisi kama EWURA tumekuwa tukifanya ufuatiliaji na tumekuwa tukitaka kujua wamiliki halisi wa kampuni. Sasa unakuta kampuni imesajiliwa, ndio kuna documents ambazo zinaonyesha kwamba kampuni 25% au 30% ni wazawa, lakini ukifuatilia hao wazawa unaweza kukuta labda wazawa vyeti vyao au dokumenti zao zimetumika kwenye usajili wa kampuni, lakini watu ambao wako behind hiyo kampuni unakuta ni watu wa nje, si wa Tanzania. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tumekuwa tunakutana nayo, lakini tumekuwa tukichukua hatua kali tukigundua kuna huo udanganyifu ambao unakuwa umefanyika. Tumekuwa tukichukua hatua kali sana. Yaani kwamba Mtanzania sawa anasajili kampuni inasajiliwa na umiliki 25% au zaidi ni ya Mtanzania fulani au Watanzania fulani. Lakini kwenye kufanya ufuatiliaji EWURA ikifanya na kuja kugundua huyu anayesema 25% labda hayupo au alisajili tu kwa maana ya ili kukidhi takwa la kusajili kampuni lakini hahusiki kwenye kampuni. Inakuwa dokumenti zake tu zinakuwa zimetumika kusajili kampuni. Baada ya hapo unakutana na watu wa nje ndio wanaendelea na biashara. Kwa hiyo katika scenario kama hiyo EWURA inafanya nini kukabiliana na vitendo kama hivi ambavyo sio vya uaminifu? EWURA imekuwa ikichukua hatua kali sana ambapo tukikuta kuna udanganyifu wa namna kama hiyo. Hatua ambazo tumekuwa tukichukua ni kwamba kwanza ile kampuni kandarasi wa ujenzi kwa mfano wa bomba tumekuwa tukiwaelekeza kampuni kama hiyo iondolewe kwenye kufanya kazi husika na tukiwataka waweze kuajiri kampuni nyingine ambayo inakidhi vigezo. Kwanza kampuni iliyofanya udanganyifu tunawataka iondolewe kwenye mradi, alafu waweze kusajili kampuni nyingine ambayo inakidhi vigezo. Na namba 2, tumekuwa tukitoa adhabu kali sana. Hizi ni kwa mujibu wa mkataba ule HGA, Host Government Agreement, ambao ni mkataba kati ya serikali na kampuni ya EACOP. Okay. Kwenye huo mkataba kuna adhabu kadhaa ambazo zimeainishwa. Sasa ukikamatwa umefanya vitu ambavyo ni kinyume na sheria na kanuni, EWURA tumekuwa tukitoa adhabu mpaka una penalty mpaka milioni 100. Kutoa na kosa moja ni milioni 100 kwa haya makampuni makubwa, na hii ni kwa mujibu wa huu mkataba kati ya serikali na kampuni ya EACOP. Kwa hiyo hizo ndio hatua ambazo EWURA imekuwa ikizifanya na imefika mahali tukiona matukio kama hayo yanaendelea, tumekuwa kwa sababu sisi ili mtu wa kutoka nje aweze kupata ajira kwenye mradi kwa mfano kama huu wa EACOP, na hii ni kwa mujibu wa huu mkataba kati ya serikali na kampuni.
ili mtu aweze kupata ajira kwenye mradi lazima EWURA tumuidhinishe. Yani ili aweze kupata ile kibali cha kufanya kazi work permit. EWURA tunatakiwa kumuidhinisha na ndipo kibali kama hicho kinatolewa. Sawa. Yeah. Kwa hiyo pale ambapo tumekuwa tukigundua kwamba kuna udanganyifu unafanyika, badala ya kutoa tu hizo fine za milioni 100, kwa sababu tuliona kuna wakati tuliona una kampuni unaitaka ilipe fine ya milioni 100 kwa kukuta na kosa fulani, walikuwa wakilipa tu kirahisi. Lakini makosa unakuta yanajirudia. Sasa kwa kugundua hilo tukachukua hatua zaidi, tunaenda mbali zaidi kwamba yule ambaye anahusika moja kwa moja na huo udanganyifu tumekuwa tunaondoa ile barua ile idhini yetu kwamba huyu mtu afanye kazi kwenye. Kwa hiyo tunawasiliana na vyombo vinavyohusika na yule mtu anaondolewa nchini. Kwa hiyo ni hatua kali sana ambazo tumekuwa tukizichukua. Kwa sababu inakuwa haina maana. Adhabu zipo zimeainishwa. Unampa mtu adhabu fulani, analipa hiyo milioni 100, alafu matatizo hayo yanaendelea. Kwa hiyo kwa kugundua hilo ndio maana nimesema kwamba tumechukua hatua zaidi. Tunaenda kwa mtu sasa. Yule ambaye amehusika moja kwa moja na vitendo hivi vya udanganyifu au kutoka nje anaondolewa, anarudishwa kwao. Yes, anarudishwa kwao. Okay. Ndio. Nini sasa wito wako kwa Watanzania, kwa sababu kuna haki na wajibu. Haki yako kama Mtanzania, kama mzawa, ni kuwa kwenye nafasi ya kupata fursa zilizopo kwenye miradi hii ya kimkakati. Lakini upande wa pili wa shilingi unawajibika pia kuwa mwaminifu pindi unapopata hizi fursa. Wito wako ni nini kwao? Asante. Nafikiri jambo la muhimu ni hizi ni fursa, ni fursa za Watanzania. Na sisi kama Watanzania tunatakiwa kufaidi matunda ya nchi yetu. Sasa inapotokea kuna masuala kama haya ya mtu ana dokumenti zake zinatumika kwenye udanganyifu kama huu, nadhani sio jambo jema, na nashauri watu waliache, kwa sababu ni hatua kali ambazo EWURA imekuwa inazichukua. Kwa hiyo ukifanya kitu cha namna hiyo, maana yake unawanyima Watanzania fursa katika hii miradi ya kimkakati. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania ni kwamba tuwe waaminifu, tusilete udanganyifu, ili hizi fursa zinapojitokeza wanatakiwa Watanzania wafaidike. Na sio kunufaisha makampuni yao ya nje ambayo leo na kesho hayatakuwepo. Ndio. Okay. Na mwisho kabisa tukiwa tunamalizia, EWURA sasa ina mipango gani kuendelea kuhakikisha Watanzania wananufaika na rasilimali zetu tulizonazo kwenye sekta hii ya mafuta na gesi? EWURA tuna wajibu wa kuendelea kutoa elimu. Na ndio maana leo nipo hapa. Sawa. Kwa hiyo sisi kama EWURA tutaendelea kutoa elimu kwa Watanzania ili waweze kujua kwanza fursa zilizopo katika hii sekta ya mafuta na gesi. Kujua fursa zilizopo na namna ya hizo fursa kuzipata. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya EWURA ambayo tutaendelea kuifanya. Of course tumekuwa tukiifanya na tutaendelea kuifanya ili kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika kwa kiwango kikubwa kutokana na hii miradi mikubwa ya kimkakati. Sawa. Mkurugenzi, na kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa elimu na uelewa ambao umetuongezea wa jinsi gani Watanzania wanaweza kunufaika na miradi hii mikubwa ya kimkakati kwenye sekta ya nishati. Asante sana, na wakati mwingine tukikuhitaji pia usisite kuja uendelee kutoa elimu. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Ni kushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Nikusihi uendelee kutufuatilia kupitia channel hii. Kama hauja subscribe, tafadhali fanya hivyo ili upate maudhui mengine mengi
ya kwenye podcast hii, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ili kupata taarifa mbalimbali za majukumu na shughuli ambazo EWURA inazifanya. Asante sana, jina langu ni Janet Mesomapia, mpaka kwenye episode nyingine, kwa heri.